Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Karibu Kasako Media. Shambulio la ndege zisizo na rubani lilisababisha moto kwenye kingo za mtambo wa nyuklia wa Baraka wa Huawei siku ya Jumapili na kuzidisha mvutano wa kusitisha mapigano ambao tayari ilikuwa dhaifu unaohusishwa na mzozo wa Iran. Ofisi ya vyombo vya habari ya Abu Dhabi ilisema jenereta ya umeme ilishika moto nje ya kituo kikuu. Taarifa hiyo iliongeza kuwa haikukuwa na uvujaji wa mionzi au majeraha yaliyoripotiwa, na ilithibitisha kuwa mtambo huo uliendelea kufanya kazi kama kawaida. Shirika la kimataifa la nishati ya atomiki lilithibitisha moto huo kuathiri jenereta ya umeme na kusema kwamba mtambo mmoja ulitegemea kwa muda jenereta ya dizeli za dharura. Iliongeza kuwa imearifiwa kwamba viwango vya mionzi katika Baraka NPP vinabaki kuwa vya kawaida na hakuna majeraha yaliyoripotiwa baada ya shambulio ya ndege isiyo na rubani. Katibu mkuu wa IAEA, Rafael Grossi, alieleza wasiwasi wake mkubwa kuhusu tukio hilo na kusema kwamba shughuli za kijeshi zinazotishia usalama wa nyuklia hazikubaliki. Alizitaka pande zote kuweka vizuizi vya juu ya kijeshi karibu na NPP yoyote ili kuepuka hatari ya ajali ya nyuklia. Hakuna kundi lililodai kuhusika mara moja na Huawei haikumlaumu mtu yoyote hadharani. Hata hivyo, mvutano na Iran umeongezeka sana katika wiki hizi karibuni kufuatia mashambulizi ya mara kwa mara ya ndege zisizo na rubani na makombora yanayohusiana na mzozo mpana wa kikanda. Tukio hilo linakuja huku mazungumzo ya kusitisha mapigano kati ya Marekani na Iran yakiendelea kukwama na kuzua hofu kwamba mzozo huo unaweza kurejea tena. Kuongezeka kwa kasi kwa hali hiyo kunakuja huku vyombo vya habari vya serikali ya Iran vikiendelea kusambaza picha za wakati wa vita, ikiwa ni pamoja na matangazo yanayoonyesha watangazaji wakipokea mafunzo ya silaha za moto na kuonekana wakiwa na silaha hewani mtandaoni. Basi kwa kupata mengi zaidi, jiunge na Kasako Media. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.